kwenda nyumbani nimewapa homework. Yale ambao nimebaki huko juu ende usome yote ujue nini ilikuwa inaendelea vizuri. Okay. Tuko darasani si wakati. Kwa sababu tuko ndani ya darasa tunakubali kila jambo. Hii makaratasi pia tunani. Samueli wa kwanza 6 1 na 3. Sheria imetoka, usiguze. Usiguze sanduku, usiguze kingi. Biblia inasema basi hilo sanduku la Bwana lilikuwamo katika nchi ya Wafilisti muda wa miezi 7. Na Wafilisti wakawaita makuhani na waaguzi, wakasema, tulifanyeje sanduku la Bwana? Tuonyesheni jinsi tuwezavyo kulirudisha mahali pake. Nao wakajibu, mkilirudisha hilo sanduku la Mungu wa Israeli, msirudishe kitupu, lakini msikose kumpelekea na matoleo ya kosa, hivyo mtapona. Tena mtafunuliwa ni kwa sababu gani mkono wake au kuondolewa kwenu. Haya, 14 mpaka 21. Biblia inasema, na lile gari likaingia katika konde la Yoshua wa Beth-Shemeshi na kusimama pale pale palipokuwa jiwe kubwa. Basi wakaipasua miti ya lile gari, wakatoa wale ng'ombe kuwa ni sadaka ya kuteketezwa kwa Bwana. Nao Walawi walilishusha sanduku la Bwana na lile kasha lilokuwa pamoja nalo, lenye vile vitu vya dhahabu, wakaviweka juu ya lile jiwe kubwa. Nao watu wa Beth-Shemeshi wakatoa sadaka za kuteketezwa na kuchinja dhabihu siku hiyo hiyo kwa Bwana. Na kwa hayo mashehe 5 na Wafilisti hapo walipokwisha kuyaona hayo, walirejea Ekroni siku hiyo hiyo. Hii ndiyo sababu ya yale majipu waliyopeleka wale Wafilisti. Yawe matoleo ya kosa kwa Bwana, kwa Ashdodi 1, kwa Gazi 1, kwa Shikeloni 1, kwa Gadi 1, kwa Ekroni 1, na panya wa dhahabu kwa idadi ya miji yote ya Wafilisti. Miliki zao wale mashehe 5, miji yenye maboma na vijiji vya mashamba pia. Nalo lile jiwe kubwa ambalo juu yake waliliweka sanduku la Bwana liko hata hivi leo hapo kondeni pa Yoshua wa Beth-Shemeshi. Basi Bwana aliwapiga baadhi ya watu wa Beth-Shemeshi kwa sababu wamechungulia ndani ya hilo sanduku la Bwana. Wamefanya nini? Wamechungulia. Wapata watu 70 na watu 50,000. Nao watu wakalalamika kwa kuwa Bwana amewapiga watu kwa uwaji mkuu. Nao watu wa Beth-Shemeshi wakasema, ni nani awezaye kusimama mbele za Bwana, huyu Mungu mtakatifu? Asante, fikisha tu hapo. Sasa tunasikia hapo kuna wakati kwa Israeli walikosa kutunza neno. Wafilisti wakaja wakachukua sanduku la agano. Na sanduku la agano lilikuwa na nguvu, lilikuwa uwezo wa Israeli, walifahamu uwezo wa lile sanduku. Walipolibemba wakaupeleka katika kule Gaza kwa Wafilisti. Wakaweka katika nyumba ya Dagon. Mwende msome ukurasa wa 5 wote hapo. Dagon kwa miungu yao, sanamu. Asubuhi maana ni Mungu ni msanamu, ilikuta imeanguka imevujika mkono. Wakasimamisha Mungu wao. Unajua ni sanamu. Asubuhi kile tena ilikuwa imeanguka imekatika shingo. Wakaona hasa hapa kuna shida. Na alikuwa amewapiga na tonsils. Hizi wamekufa Wafilisti wengi sana. Wakaitana, tutafanya nini na hili sanduku la Bwana? Wakashauriana wale wenye hekima wa Wafilisti, wakawaambia, tengenezeni fanyeni hivi, ng'ombe sijui nini, wakatengeneza, liashirieni gari na lisidikishwe, muhakikisha ya kwamba limerudi kwao katika nchi yao. Ule mji ambao waliingia ilikuwa wakati wa mavuno ya ngano, kusoma hapo juu. Waisraeli walifurahi, wakasherehekea, hata wakachinja Beth-Shemeshi. Lakini makosa ilitokea. Maana Mungu hawezi sahau na neno lake. Amen. Yesu ni Mungu. Ainuliwe. Walitazama lile sanduku ndani. Na neno lilikuwa usiguze wala usitazame. Kulingana
Mungu aliwaua na wakalia kwa sauti. Ikiwa sasa sisi tumefanyiwa hivyo, na wengine maana waliitana, waliona sasa hili sanduku litatuangamiza hapa. Walilia, ni nani anaweza kusimama mbele ya Mungu mtakatifu hivi? Mungu tunayemtumikia ni mtakatifu. Wakaijua na hofu ya Bwana. Amen. Yesu ni Mungu. Ainuliwe. Kwa hivyo ni vizuri tutunze neno. Amen. Yesu wetu ni Mungu. Ainuliwe. Neno tutunze. Na hiyo ndio imesababisha tukuja katika huu mkutano. Neno ndio inasababisha tunaingia kanisani. Amen. Yesu ni Mungu. Ainuliwe. Ulo nasema mahali na hubiri. Hii si dini tu, ile dini zinainuka tu hivi kadini ya aina fulani. No. Sisi tuna mwenyewe. Amen. Yesu ni Mungu. Ainuliwe. Sisi ni kanisa lake Yesu Kristo. Amen. Mimi ni kiungo na wewe ni kiungo. Amen. Tunafanyika mwili. Yes. Yesu wetu ni Mungu. Ainuliwe. Aliyetumiliki ni Yesu. Hallelujah. Yesu wetu ni Mungu. Ainuliwe. Aliyetumiliki wewe ni Yesu. Yes. Hallelujah. Yesu wetu ni Mungu. Ainuliwe juu. Yes. Ni Yesu amekumiliki. Asante Yesu. Hapana, si organization ya UPC. No. Yes. You belong to Jesus. Amen. Alitoa damu yake. Yes. Asante. Na kile nataka ufundishwe na uelewe ni kuhusu Neno. neno ulitunze. Amen. Tunaona matokeo katika Biblia. Tunayaona, tunazunguka katika maandiko. Amen. Tunatafuta katika maandiko. Inatuonyesha hii ilifanyika, nilionya hii ikafanyika. Amen. Na ukituza neno unatuza nafsi yako. Usipoituza unadharau nafsi yako na utakufa. Yesu wetu ni Mungu. Ainuliwe. Kwa hivyo tutunze neno. Tuingie Samueli wa pili 6:1-9. Nisomee ndugu Esbon. Tunza neno. Tuko tu pale naongezea hiyo nitasoma maandiko 3-4 kuhusu hili sanduku. 2 Samuel chapter 6 verse 1-9. Bible inasema, basi Daudi akakusanya tena wateule wote wa Israeli. Ati Daudi amefanya nini? Amekusanya Watu 30,000. Watu 30,000. Nasikia makaratasi kidogo ndugu yangu. Okay. Umefika ama tuendelee kusoma? Rudia tena, tuendelee. Bible inasema, basi Daudi akakusanya tena wateule wote wa Israeli, watu 30,000. Akaondoka Daudi akaenda pamoja na watu wote waliokuwa pamoja naye mpaka Baala wa Yuda, ili kulipandisha kutoka huko sanduku la Mungu lililoitwa kwa jina la Bwana wa majeshi, akae juu ya makerubi. Wakaliweka sanduku la Mungu juu ya gari jipya, wakalitoa katika nyumba ya Abinadabu iliyoko kilimani, nao Uza na hiyo wana wa Abinadabu wakaliendesha lile gari jipya. Wakalitoa katika nyumba ya Abinadabu iliyoko kilimani pamoja na sanduku la Bwana, na huyo Ahio akatangulia mbele ya sanduku. Daudi na nyumba yote ya Israeli wakacheza mbele za Bwana kwa nguvu zao zote, kwa nyimbo na kwa vinubi na kwa vinanda na kwa matari na kayamba na kwa matoazi. Hata walipofika kwa uga ya Nakoni, Uza akalinyoshea mkono sanduku la Mungu, akalikamata, kwa maana wale ng'ombe walikungua. Ndipo hasira ya Bwana ikawaka juu ya Uza, naye Mungu akampiga huko kwa kosa lake, hata akafa pale pale penye sanduku la Mungu. Asante tu, fikisha tu hapo. Tunaona pia wanafanya kazi nzuri kwa njia mbaya. Wanafanya kazi nzuri kwa njia mbaya. Wakati wa Sauli neno la Mungu halikutunzwa. Hii makosa ilitokana na Sauli. Sauli hapo na shughuli na neno la Mungu. Yesu wetu ni Mungu. Sauli hapo na shughuli na neno la Mungu. Wakati Daudi alihamisha lile sanduku, wakatafuta gari nzuri. Ubukeni Mungu alikuwa ametoa sheria. Kuhani akilibeba anaingiza mabega, mwingine wanne. Mabega na mwingine mabega wanasafiri. Sasa hapa kwa sababu wakati wa Sauli neno halikufuatwa, Daudi anatengeneza ng'ombe, anawekelea, anachagua wanaume wawili. Ndugu moja, watubu moja.
wanabebesha ile saduku na gari na ng'ombe. Ng'ombe ikajikwaa kwa njia nyingine. Saduku likaanza kurudi nyuma. Uza akaona hapana litavujika. Litavujika akaenda kushikilia. Naye Mungu akamgonga pap na akafa. Daudi hakufurahi kusoma hapo. Daudi hakufurahi. Lakini makosa ilikuwa ya Daudi. Kutotii kwa Daudi kufuatilia neno ilisababisha Uza afe. Yesu wetu ni Mungu. Ainuliwe. Si unaona makosa? Hiyo ni makosa. Kwa sababu neno alikutuzwa wakati ule. Watu hakurudi katika sheria. Biblia inasema nini? Wafuatilie vile Mungu anataka na saduku lake. Yes. Ilisababisha Uza afe. Mpaka safari ya pili walirudi kwa sheria ya Bwana. Sheria inasema nini? Na ujue ni yale ambayo tunajifunza. Ilikuwa imeandikwa. Agano Jipya limeandikwa baadaye. Kwa hivyo walirudi tu kwa yale tu tunajifunza na kuona sheria ya Mungu inasema nini, neno linasema nini, na kurudi kwa njia za Bwana. Huwezi rudi kwa njia za Bwana pasipo kurudi katika neno lake linasema nini. Amen. Yesu ni Mungu. Ainuliwe. Lazima ufuatilie neno linasema nini. Oh yes. Ndio likuelekeze kumrudia Bwana ni nini. Hallelujah. Yesu wetu ni Mungu. Ainuliwe. Uza alikufa kwa sababu hakutuza neno. Amen. Msimamo wa Mungu ni ule tu. Yes. Saduku langu litabebwa hivi. Kwa hivyo hata kama wangeendelea mwingine ende ikwaswe tena, washike ageua. Oh yes. Yesu ni Mungu. Ainuliwe. Hata kama wangekufa wabaki wawili wanaotuza neno, ingekuwa. Amen. Yesu wetu ni Mungu. Ainuliwe. Kwa hivyo kanisa siku ya leo tujifunze kutii neno. Yes. Kulishika neno. Amen. Na kulihifadhi. Amen. Yesu wetu ni Mungu. Ainuliwe. Simame katika kweli. Kweli. Ukweli una uhuru. Amen. Nijuzi nilikuwa naelezea mwingine. Kama uko na jambo ambalo unasimama nalo ni ukweli na mwingine anapiga kelele hapa. Don't lose focus. Wewe tazama akili ambacho unaona huu ni ukweli, wacha na makelele. Yesu wetu ni Mungu. Ainuliwe. Nalo neno la Mungu vile linatuambia tulitunze. Hebu tuone Samuel alifanya nini na Saru alifanya nini. Naye alifanya nini Samuel? Ni Samuel.